Uamuzi wa Mahakama Kuu ya Malindi umeibua upya mjadala kuhusu kalenda ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Katika uamuzi wake, Jaji Mburuge Thande alibaini kuwa uchaguzi mkuu unapaswa kufanywa Agosti mwaka huu. Hata hivyo, mahakama imesitisha utekelezaji wa uamuzi huo, ikiruhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kuendelea ili kutosambaratisha utaratibu wa kikatiba na utulivu wa kisiasa nchini. Hatma ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 inaning'inia kwenye mizani. Hii ni baada ya Mahakama Kuu ya Malindi kubaini kuwa uchaguzi unafaa kufanywa mwezi wa Agosti mwaka huu, hali ambayo inaweka mchakato mzima wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kwenye njia panda. Katika hukumu iliyotolewa mjini Malindi, Jaji Mugure Thande alitangaza kuwa ratiba ya sasa ya uchaguzi wa urais haiendani na katiba, akibaini kuwa uchaguzi unaofuata ulipaswa kufanyika Agosti mwaka 2026. Hata hivyo, alisitisha utekelezaji wa uamuzi huo hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Jaji Mugure Thande akirejelea vipengele vya katiba 2, 3, 10, 136 1, 136 2, 142 1, 249, 259 1 na 259 5 aliamua kuwa muda wa kuhudumu wa rais unafungamana na tarehe ya uchaguzi wa urais iliyowekwa na katiba na si kipindi maalum cha miaka 5. Aidha, alibaini kuwa ratiba ya sasa ya uchaguzi iliyowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC haiendani na matakwa ya katiba. Uamuzi huo ulihitimishwa kwa mahakama kutupilia mbali hoja nyingine zilizowasilishwa katika kesi hiyo na kuamua kuwa kila upande utalipia gharama zake za kisheria. Kwa sasa macho yanaelekezwa kuona iwapo uamuzi huo utaathiri mageuzi ya baadaye ya mfumo wa uchaguzi na tafsiri ya ratiba ya uchaguzi iliyoainishwa katika katiba ya Kenya. Edna Nerea, Runinga ya KU, Nairobi.